Chama kikuu cha ushirika Kilosa KIKU kimeendelea kuboresha mazingira ya utendaji kwa kufanya ukarabati na maboresho ya ofisi zake kwa kutumia fedha zinazotokana na mapato ya ndani, hatua inayolenga kuongeza ufanisi wa utoaji wa huduma kwa wanachama na wadau wa ushirika. Akizungumza kuhusu hatua hiyo, mwenyekiti wa KIKU Yegela Jikililo amesema maboresho hayo ni sehemu ya jitihada za chama kuimarisha miundombinu yake ili kuendana na mahitaji ya sasa ya wanachama na kukuza shughuli za ushirika wilayani Kilosa na Gairo. Amesema mafanikio hayo yamechangiwa na mazingira mazuri yaliyowekwa na serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye ameendelea kuipa sekta ya ushirika kipaumbele kupitia sera na mipango mbalimbali ya maendeleo. Na hapa anazungumza. Kwa majina naitwa Yegela Jikililo, ni mwenyekiti wa chama kikuu cha ushirika Kilosa Cooperative Union, kifupi KIKU. Chama hiki kinahudumia wilaya mbili, wilaya ya Kilosa na wilaya ya Gairo kwa mfumo wa stakabadhi ghalani. Nimshukuru sana rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, rais wetu Samia Suluhu Hassan, kwa kuvijali vyama vya ushirika Tanzania kwa ujumla na kuviunga mkono na kuvipa nguvu. Kwa sababu hapo mwanzo vyama vya ushirika vilikuwa vimelegalega, lakini sasa hivi kupitia mfumo wa stakabadhi ghalani vyama vya ushirika vimeshaimarika, vina nguvu, vina mapato ya ndani ambayo yanaweza kufanya shughuli zake za kimaendeleo. Lakini vile vile nimshukuru mkuu wetu wa mkoa na pamoja na mkuu wetu wa wilaya ya Kilosa pamoja na Gairo ambao wanasimamia kwa uadilifu mkubwa ushirika katika mkoa huu. Lakini vile vile nimshukuru mrajisi msaidizi wa mkoa kwa kazi yake nzuri na kushauri vyama vya ushirika. Na ilipofika tarehe 24 tulipokuwa kwenye jukwaa, chama kikuu cha Kilosa kilipata zawadi ambayo ni hii hapa. Tumepata tuzo kwa sababu ya kazi zake nzuri ambayo ni hii. Kwa sababu ya kazi zake nzuri. Je, changamoto zake ni zipi? Katika kila kazi pana changamoto. Changamoto kubwa ambayo tunaiona ni upungufu wa maghala. Lakini baada ya kuliona hilo, chama kikuu kimeweza kukarabati maghala yake ambayo ni maghala makuu mawili ambayo yanaweza kuchukua kilo milioni 3 kwa wakati mmoja. Vile vile changamoto nyingine ni upande wa uadilifu, kwa sababu vyama vingi havina viongozi walio waadilifu. Mimi kama mwenyekiti wa chama kikuu ningeomba hasa kila chama cha msingi kinachosimamiwa na chama kikuu cha Kilosa KIKU kikachagua viongozi waadilifu na kuajiri watendaji wenye sifa ili kuendeleza ushirika wetu. Changamoto nyingine ni barabara. Tunaomba basi wahusika upande wa serikali waweze kutengeneza barabara ili ziweze kupitika sehemu ambazo ni korofi zaidi kuwafikia wakulima wetu ili kusafirisha mazao hayo kuyaleta katika maghala makuu. Na je, takwimu za mauzo ya mazao kupitia mfumo wa stakabadhi ghalani zinasemaje? Meneja mkuu wa chama kikuu cha ushirika ndugu Makelemo Mahango anafafanua. Kwa majina naitwa Makelemo Mahango Makenya. Mimi ni mtendaji mkuu wa chama kikuu cha ushirika Kilosa Cooperative Union. Ni chama ambacho kinahudumia wilaya mbili, Kilosa pamoja na Gairo. Takwimu za mauzo ya mazao kupitia mfumo wa stakabadhi ghalani msimu wa 2025-2026 chama kikuu kilifanikiwa kuuza kwa zao la ufuta tuliuza kilo milioni 4,900,000. Fedha ambazo zilipwa kwa wakulima ni bilioni 12, na fedha ambazo ziliweza kulipwa kwa halmashauri ya wilaya ya Kilosa ni milioni 472, ambapo kwa zao la mbazi chama kikuu kiliweza kuuza kilo milioni 18, na fedha ambazo ziliweza kulipwa na chama kikuu kwenda kwa wakulima ni bilioni 15, na fedha ambazo ziliweza kulipwa kwenda halmashauri ya wilaya ya Kilosa ni milioni 410, ambapo kwa upande wa halmashauri ya Gairo chama kikuu kiliweza kulipa milioni 55. Sasa jumla ya malipo ya wakulima wote kwa zao la mbazi na mafuta ni sawasawa na bilioni 27,
ambapo jumla ya ushuru wa mbazi na ufuta kwa upande wa halmashauri chama kikuu kiliweza kulipa milioni 880 na kwa upande wa Gairo ni milioni 55 hiyo. Na je, mafanikio ya chama kikuu cha ushirika kwa msimu wa mwaka 2025-2026 ni yapi? Ndugu Hamisi Mkokole ambaye ni makamu mwenyekiti wa chama kikuu cha ushirika KIKU anafafanua. Chama kikuu kimeweza kukarabati magodauni ya kisasa ambayo yamewezesha mkulima apate imani ya kuleta mazao yake sehemu hiyo. Kitu ambacho kilikuwa kipindi cha mwanzo yale yalikuwa sio magodauni ya kuhifadhia mazao ya mkulima, yalikuwa magofu. Kwa miaka mingi sana kuanzia 1995 mpaka 2024 yalikuwa ni magofu, tena magofu hatarishi ambayo mle yalikuwa watu wanafanya mambo yao ya sio mazuri kwa jamii. Lakini kufikia 2025-26 chama kikuu kimeamua kuyakarabati hayo majengo, kuyaweka katika hali ya kisasa kiasi ambacho kimepitia wakulima kuleta mazao yao bila kuwa na wasiwasi yoyote. Kwa sasa magodauni yana uwezo wa kusanya kilo milioni 3 kwa wakati mmoja. Chama kimeweza kutengeneza ajira mbalimbali kupitia stakabadhi ghalani. Ajira mojawapo, kuna kina mama wanapata fedha kupitia kufanya usafi wa mazao. Ajira nyingine, kuna mama ntilie wanapika vyakula vile kwa ajili ya kuwapa wanaofanya kazi ya kupepeta. Ajira nyingine, kuna vijana wanashusha mizigo na kupakia mizigo, wanapata fedha pale. Ajira nyingine, mabodaboda wanapata riziki kuwaleta wafanyakazi pale sehemu ya ghala kuu ili wapate fedha. Hayo yote ya mafanikio hayo yametokana na chama kikuu. Meneja mkuu wa chama hicho anafafanua juu ya mpango mkakati wa chama kikuu cha ushirika ndani ya miaka 5 ijayo. Mpango mkakati wa chama kikuu ndani ya miaka 5 kuanzia 2026-27 hadi 2030-2031. Kwanza kabisa kujenga kiwanda cha kukoboa mpunga, lakini pili kujenga duka la pembejeo, tatu kujenga ofisi ya wakala wa huduma za kifedha, Coop benki, NB, CRDB na benki zingine chama kitakavyoona inafaa. Lakini 4 ni kufanya maboresho ya kiwanda cha pamba cha chama kikuu kilichopo Kilosa mjini karibu kata ya Magomeni. Maboresho haya yatalenga kuweka mashine za kisasa pamoja na kuboresha miundombinu yote ya hicho kiwanda. Lakini 5 kununua magari kwa ajili ya biashara. Kwa biashara maana kwamba kubeba mizigo na kadhalika. Lakini pia kujenga maghala hususani maeneo ya Dumila wilaya ya Kilosa, maeneo ya Mikumi wilaya ya Kilosa pamoja na wilaya ya Gairo. Haya yote chama kikuu kimejiwekea ndani ya miaka 5 kuyatimiza. Malengo makubwa sana na kuongeza kipato kwenye chama na chama kukiweka kuwa endelevu. Chama kikuu cha ushirika kimeendelea kuongeza uzalishaji wa mazao na kushiriki kamilifu katika shughuli za ushirika ili kuendelea kujenga chama imara chenye uwezo wa kutoa huduma bora na kuchangia maendeleo ya uchumi wa wilaya Kilosa na Gairo na taifa kwa ujumla.